إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أيها الإخوة، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. Enyi ndugu zangu katika iman, na kuhusieni katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo nastahiki mwanzo kuhusia nafsi yangu katika jambo hilo, kwa sababu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hilo mtu hupata mafanikio katika maisha haya na katika maisha ya milele kesho akhira, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna lilmuttaqina mafaza, kwa hakika wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala hao ndio wenye kufuzu. Tumwombeni Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ili tupate kufanikiwa hapa duniani na milele kesho akhera. Ama hutuba yetu ya leo inshallah, kwa muda huu mfupi tutakumbushana dhambi moja ambayo iliyokuwa ni kubwa sana, na si dhambi nyingine watukufu wa Kiislamu isipokuwa ni shirki. Shirki Waislamu ni dhambi kubwa sana, na wanachuoni wamegawa shirki sehemu mbili, wakasema kuna shirki kubwa na kuna shirki ndogo. Yoyote yule ambaye atafanya shirki kubwa, huyu moja kwa moja inamtoa mtu katika Uislamu na kumfanya mukhalliduna finnari, kukaa motoni milele. Shirki kubwa inamtoa mtu katika Uislamu na kumfanya mtu huyo akae motoni milele. Nyingine ni shirki ndogo. Shirki ndogo hii haimtoi mtu katika Uislamu, lakini madhambi anayoyapata mtu ambaye atafanya shirki ndogo, basi atamshinda mtu ambaye yote yule ambaye kafanya dhambi kubwa yote. Ukiacha shirki, basi aliyofanya shirki ndogo dhambi yake inakuwa ni kubwa kuliko madhambi mengine. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah subhanahu wa ta'ala hasamehi yule ambaye atamshirikisha pamoja naye. Bimaana mtu akafa hapa duniani akaondoka bila ya kutubia, hali yako kafanya shirki, basi Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehi siku ya kiyama. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, lakini Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe makosa mengine yasiyokuwa ni shirki kwa yule ambaye atamtaka. Yule ambaye atamtaka siku ya kiyama kumsamehe, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe kwa madhambi mengine, lakini yule ambaye atakufa na shirki, huyo moja kwa moja anakwenda motoni milele. Na tunakumbushana watukufu wa Kiislamu, hii shirki jinsi ilivyoanza. Shirki wakati ilipoanza shirki watukufu wa Kiislamu ilianza baada ya kufa Nabii Idris alayhi salam. Baada ya kufa Nabii Idris alayhi salam, palikaa muda mrefu sana bila ya kuja mtume mwingine. Muda mwingi sana palikuwa hapa na mtume mwingine, palikuwa pana mashehe tu. Mashehe walikuwa ni wakubwa sana, mashehe wa cha Mungu. Palikuwa pana shekhe anaitwa Wadda, Suwaa, Yaghutha, Yaunqa wa Nasra. Hawa watukufu wa Kiislamu
walikuwa ni mashekhi wakubwa sana. Ikiwa watu wana mishikeli yao, wana matatizo yao, walikuwa wanakwenda, wana fatwa zao wanataka zifatuliwe, basi walikuwa wanakwenda kwa watu hawa. Walikuwa wanakwenda, basi wanaikwa sawa, mambo yanamalizika. Lakini kila siku zikenda mbele, basi wale mashekhi wakawa wanafariki mmoja baada mmoja. Wanafariki mmoja baada mmoja mpaka wale mashekhi wakamalizika. Watu wakawa na huzuni kubwa sana, hawajui hata pahali ambapo kuegemea. Lakini Ibilisi alayhi lana akawajia wale watu katika sura ya mtu mzima ambaye ni mtu mzima mkongwe mwenye hikma. Akawaambia, mnaonaje tukatengeza picha zao hawa, ikawa sisi tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutawasali kupitia watu hao, kwa sababu watu walikuwa ni wakubwa, ni watu watukufu. Mnaonaje tukatengeza picha zao? Basi kwa vile alikuwa ni mtu mzima mwenye hekima, watu wakachukua rai zake, basi wakafanya mapicha, ikatengezwa picha la Wadda, la Suwaa, la Yaghutha, ya Yauka wa Nasra. Wakawa watu wanamuomba Allah, hawaombi hawa, wanamuomba Allah, lakini kwa kupitia baraka za Sheikh Wadda, Allah tunakuomba kwa kupitia baraka za Sheikh Wadda tupe kitu fulani. Wakawa na tawassul kwa kupitia mashekhi hawa. Lakini kila muda ukenda, Ibilisi alayhi lana akaja tena katika sura nyingine, akakushanya wale vijana walobakia, akawaambia, hivyo mnavyofanya sivyo walipokuwa wanafanya wazee wenu. Wazee wenu walikuwa hafanyi hivyo. Wazee wenu hawa moja kwa moja ilikuwa ndo wanawaomba na wanawaabudu. Huu ndo Mungu wenu, hii ndo miungu yenu. Basi kuanzia hapo watu ndo wakaanza kuingia katika ibada za kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala alipokwishaona tayari kama watu washenge katika shirki ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ndio akampeleka Nabii Nuh alayhi salam. Allah akasema, inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim. Kwa hakika sisi tulimpeleka Nuhu, tulimpeleka kwa watu wake awaonye watu wake ya kwamba, inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim, awaonye watu wake kabla wao haijawajia adhabu yenye kuumiza. Ani'budullaha, wanachotakiwa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala, waache mambo ya ushirikina, wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wattaquhu, na muogope Allah subhanahu wa ta'ala, wa ati'un, na wanitii mimi, na mnitii mimi ambaye na waongoza katika njia ya haki, na waongoza katika tauhid ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Nuhu alayhi salamu alifanya kazi hii, lakini watu tayari mishipa yao na fikira zao na akili zao tayari zishazama katika shiriki. Ikawa ni ngumu sana watu kumkubali, ikawa ni ngumu sana watu kumsikiliza, mpaka Nabii Nuh alayhi salam akapeleka malalamiko kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akaambia, qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala nimelingania watu wangu laylan wa nahara, usiku na mchana, na walingania watu wangu usiku na mchana waache kukushirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini falam yazidhum duai illa firara, lakini hakuna kilichozidisha katika da'wa yangu ambao ninawapa, katika mawaidha yangu ambao ninawatolea, isipokuwa walikuwa wananikimbia, walikuwa wananikimbia. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum, na kila mara nilipojaribu, wa inni kullama da'awtuhum, na kila mara nilipojaribu kuita kwa kwa Allah, kuwalingania kwa kwa Allah, litaghfira lahum, ili upate kuwasamehe Allah, basi ja'alu aswabi'ahum fi adhanihim, wakajalia kutia vidole vyao katika masikio, hawataki kunisikiliza. Nuhu anamwambia Allah, na walingania watu wako ili uwasamehe, basi wanatia vidole katika masikio, hawataki kunisikiliza. Nuhu akawa anaongea nao kwa ishara, kwa sababu hamsikii tena, anaongea nao kama bubu kwa ishara, kwa mikono. Basi wastaghashaw thiyabahum, wakajifunika magoo kabisa ili wasimuone kabisa. Wastaghashaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara, wakaendelea na kukufuru, wakawa na kibri kwa sababu hawakuitaka haki. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala alipokishaona kama mtume wake tayari kashalingania sana watu wake na watu bado wamo katika ushirikina, basi Allah subhanahu wa ta'ala akawaangamiza, akiwemo mwanawe, akiwemo na mkewe. Allah subhanahu wa ta'ala hakumwangalia mke wa Nuhu wala hakumwangalia mtoto wa Nuhu, kwa sababu walikuwa katika ushirikina, walikuwa wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na amekufa, na hao wote watakwenda katika moto wa Jahannam, kwa sababu mwisho wa shirki ambaye atakufa na shirki, basi makazi yake ni katika moto wa Jahannam.
Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, innahu, hakika mambo yalivyo, man yushriki billahi, yoyote yule ambaye atamshirikisha Allah, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala mtu huyo amemharamishia pepo, wa ma'wahumun nar, na makazi yake yatakuwa katika moto. Lakini bil asafi shadidi, kwa masikitiko makubwa sana, leo shirki zimeenea katika miji yetu, shirki zimeenea katika mitaa yetu. Imefikia hatua leo mtu hafanyi hata ile biashara, hafanyi biashara kama hajamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Imefikia hatua mpaka zile ibada, leo mtu hafanyi harusi, hafanyi mtu ibada ya harusi mpaka amshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, ende akatizamie, ende akapangue muda. Watukufu wa Kiislamu, huu ni mtihani mzito. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man ata arrafan, yoyote yule ambaye atakwenda kwa mpiga ramli, au kahinan, au akenda kwa kuhani mpandisha mashetani, yule mganga kuku, fasaddaqahu bima yaqul, halafu mtu huyo akasadikisha yale ambayo ataambiwa na yule mganga, akayakubali, akaambiwa pengine wewe kutokana na ulivu hali yako hiyo, wewe unarogwa, unafanyishiwa, na anekufanishia ni mtu fulani, mjomba wako yule, au mama wako yule, au jirani yako. Yeye akakubali, yule mtu akayakubali yale maneno ambayo kaambiwa na yule mshirikina, basi kwa kukubali tu yale maneno, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kasha kufuru yote yale ambayo kateremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini anasema yule ambaye atakwenda kwa mganga akaambiwa maneno mengi na mganga, lakini hakuyakubali yale maneno, akasema kwa maneno itakuwa haiwezekani, aniroge mzee wangu au aniroge jirani yangu, haiwezekani jambo hilo, akakataa yule mtu. Basi lakini kwa vile kwa kwenda kwa mganga tu, basi kwa muda wa siku 40 ibada zake ambazo anazifanya hazitokubaliwa. Kwa watukufu wa Kiislamu, tuangalieni sana haya mambo leo yanafanyika, wala watu hawana wasiwasi. Shirki, watukufu wa Kiislamu, ni dhambi kubwa sana. Nimepokelewa hadithi kutoka kwa Ibn Mas'ud radhiallahu anhu, anasema, qultu ya Rasulullah, nilisema kumwambia ewe mjumbe wa Allah, ayi dhambu a'zamu inda Allah, ni ipi dhambi kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ni ipi dhambi kubwa mbele ya Allah? Mtume akamjibu, dhambi kubwa antaj'ala lillahi niddan, ni kumfanya Allah subhanahu wa ta'ala na mshirika, wa huwa khalaqaka, hali ya kuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndio kakuumba. Hilo ni kosa kubwa sana kweli. Ibn Mas'ud akasema, inna dhalika al'azim, kwa hakika kweli hilo ni jambo kubwa, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na vitu ambavyo kaviumba. Huo ni mtihani mzito sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa watukufu wa Kiislamu, shirki ni dhambi iliyokuwa kubwa, na ndio maana mzee Luqman alayhi hikma katika jambo la mwanzo alomuhusia mwanae akamwambia, kwa muhusia katika jambo la shirki, akamwambia, inna shirka la dhulmun adhim, fanya mambo yako sana, lakini la tushriki billahi, usije kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu inna shirka la dhulmun adhim, shirki ni dhulma iliyokuwa kubwa sana. Watukufu wa Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayuhan nasu, ya ayuhan nasu, enyi watu, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, enyi watu muabudieni Mola wenu, alladhi khalaqakum, Mola ambaye kakuumbeni nyinyi, walladhina min qablikum, na yule ambaye kawaumba wale waliopita kabla yenu. Lengo la kuumbwa, la'allakum tattaqun, lengo la kuumbwa muje kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi, Allah ambaye ja'ala lakumul arda firashan, amekufanyieni ardhi kuwa ni tandiko, wasamai binaan, na akaifanya mbingu kuwa ni jengo, wa anzala minas samai ma'an, na akateremsha kutoka katika mbingu maji, fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum, na akatoa ndani yake matunda mbalimbali, rizqan lakum, iwe ni riziki kwenu nyinyi. Kwa hiyo fala taj'alu lillahi andadan, basi msimfanye Allah subhanahu wa ta'ala na mshirika, msimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, wa antum la ta'lamuna, na hali ya kuwa nyinyi mwajua kama Allah subhanahu wa ta'ala hana mshirika. Msimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Ni makosa makubwa sana, watukufu wa Kiislamu. Lakini waislamu leo shirki zimejaa katika nafsi zetu, leo shirki zimejaa katika miji yetu. Watu wanafanya shirki wala hawana wasiwasi, wanaonekana kwamba jambo la shirki ni jambo la kawaida. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fala taj'alu lillahi andadan, msimfanye Allah na mshirika. Na huyu andada ni katika ile miungu minne ambao watu wanaiabudu. Andada ni katika miungu minne, na la ilaha illa Allah inakanusha miungu minne, miungu ambayo watu miungu huyo ndio wanaiabudu.
La ilaha illa Allah laha ruknani, anasema Sheikh, la ilaha illa Allah ina nguzo mbili. Nguzo ya kwanza tanfiu, inakanusha, na nguzo ya pili wal ithbatu, inathibitisha. La ilaha illa Allah ina nguzo mbili, nguzo ya kwanza inakanusha na nguzo ya pili inathibitisha. La ilaha tanfi al-ibadata an kulli ma siwa Allah. La ilaha tanfi al-ibadata an kulli ma siwa Allah. Anasema la ilaha inakanusha ibada zote, inakanusha ibada zile ambazo zisizokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada zote zile ambazo tutafanywa si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha inakanusha. Illa Allah tuthbitu jami'a al-ibadati lillahi wahda. Illa Allah inathibitisha ibada zote zile ambazo zitafanywa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu ala dhalika qawlihi ta'ala, na dalili juu ya hayo ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Faman yakfur bit-taghut, yoyote yule ambaye atamkanusha taghut, wa yu'min billahi, na katika utaghuti, katika ile miungu minne ambayo tumesema watu wanaabudu ni mmoja wapo, ni andada na taghuti, tutakuja kuiona huko mbele. Faman yakfur bit-taghut, yoyote yule ambaye atamkanusha taghuti, wa yu'min billahi, na akamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, kwa hakika huyo ameshikamana na kamba iliyokuwa madhubuti. La ilaha tanfi arba'ata anwa'i. La ilaha illa Allah inakanusha mambo manne, inakanusha miungu wanne. Mungu wa kwanza anasema fal ilahiyya, ni Mungu ambaye anaitwa al-ilahiyya. Kwa la ilaha illa Allah inakanusha Mungu ambaye anaitwa al-ilahiyya. Na ni nani al-ilahiyya? Anasema Sheikh, ma kasatahu bi shay'in min jalabi khairin au daf'i dharri, ni yoyote yule ambaye ni kile ambacho unakitegemea wewe kukukinga, yani kwa kukupa kheri, au kitu hicho ukakitegemea wewe kikuondoshee madhara. Kitu ambacho chochote kile ambacho ukakifanya kitu hichi kitakuletea mambo mazuri, mambo ya kheri, au kitakukinga na mambo yaliyokuwa mabaya, min dunillahi, kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema fa anta mutakhidhahu ilahan, kwa hakika kitu hicho umekifanya tayari ni muabudiwa. Umekifanya ni muabudiwa, kwa sababu mwenye kuleta kheri na mwenye kuondoa shari ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio akasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa'lam, tambua, anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka. Anasema tambua Muislam, hakika umma, wa'lam anna al-ummata, hakika umma, watu wote duniani, law ijtama'at, wakushanyike, ala an yanfa'uka, watake kukunufaisha bishaiin, kwa chochote kile. Wakusanyike watu watake kukunufaisha kwa chochote kile, lam yanfa'uka, hawawezi kukunufaisha illa bishaiin, isipokuwa kwa kile ambacho kad katabahu Allahu laka, amekiandika kwa wewe Allah subhanahu wa ta'ala upate manufaa nacho, basi kitu hicho ndio utapata manufaa nacho. Walau ijtama'u ala an yadhurruka, ikiwa watu dunia mzima watakushanyika, bishaiin, kwa chochote kile ambacho lam yadhurruka, watake kukufanyia madhara. Ala an yadhurruka bishaiin, lam yadhurruka illa bishaiin kad katabahu Allahu alayka. Watu wote wakushanyike duniani watake kukuletea madhara, watake kukudhuru, basi hawawezi kufanikiwa isipokuwa kile ambacho kakiandika Allah subhanahu wa ta'ala kikufike, basi kitu hicho ndicho kitakufika. Kwa hiyo huyo watukufu wa Kiislamu atakayekuwa na yakini kama kuna kitu kitamletea mtu madhara au kitampa kheri kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyo tayari kamwabudia Mungu ambao anaitwa al-ilahiyya. Mungu wa pili wa tawaghit anaitwa tawaghuti. Tawaghuti ni yule mtu ambaye atatoa hukumu, atatoa maamuzi ambayo yanakwenda kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, yanakwenda kinyume na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, halafu tayari mtu huyo ukaridhia na ukaridhia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, alam tara, hivi huoni,
ila alladhina yaz'umuna, kuwaona wale ambao wanajidai ya kwamba annahum, hakika wao, amanu, wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Amanu bima unzila ilaika, wameamini yale ambayo yameteremshwa juu yako Muhammad. Wama unzila min qablika, na wanaamini yale ambayo yameteremshwa kabla yako. Lakini wanaamini hayo, yuriduna an yatahakamu ila tawaghuti, lakini wameamini hayo, lakini wanataka kuhukumiana kitawaghuti, kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Waqad umiru an yakfuru bihi, na hali ya kuwa pameamrishwa akufuriwe tawaghuti, pameamrishwa akufuriwe tawaghuti. Wa yuridu shaitanu, na anataka shaitani, an yudhillahum, kuwapoteza wao, dhalalan ba'ida, mpotevu uliokuwa ni mkubwa sana. Kwa watukufu wa Kiislamu, tuangalieni sana, shirki ni jambo baya sana. Shirki ni jambo lilokuwa baya sana. Na Mungu mwingine tunakwenda chapchapu kwa sababu muda hauruhusu. Mungu mwingine watatu, wal andada, anaitwa andad, wal andadu anaitwa andada. Andada ma jadhabaka an dini alislam min ahli wa waladin au maskan au ashirati au malin fahuwa niddun, ni kile ambacho utakipenda zaidi kuliko dini yako Uislamu, kuliko Allah subhanahu wa ta'ala. Ukana mapenzi zaidi pengine kwa mke, kwa watoto, au nyumba unaipenda zaidi, au jamaa zako, au mali unaipenda zaidi kuliko Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa niddun, unahesabiwa unamwabudia Mungu ambaye anaitwa niddan, andadan. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala mtukufu, wa minan nasi man yattakhidhu min duni llahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Wa minan nasi, kuna miongoni mwa watu, man yattakhidha min duni llah, wamechukua kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, wanapenda kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, andadan yuhibbunahum. Wa minan nasi, kuna miongoni mwa watu, man yattakhidhahu, wamejifanyia, min duni llahi, kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, andadan, vipenzi, yuhibbunahum, wanapenda wao, kahubbillahi, kama anavyompenda Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa watukufu wa Kiislamu, tuangalini sana. Mungu mwingine anaitwa al-arbabu. Arbabu man aftaka bi mukhalafati al-haqi wa ata'tahu. Arbabu ni Mungu ambaye ni yule ambaye atatoa fatwa. Arbabu ni yule ambaye atatoa fatwa ambayo inakhtalifiana na haki, inakwenda kinyume na haki. Wa ata'tahu, walafu kamtii mtu huyo, wewe unahesabiwa umekwenda umemwabudia Mungu ambaye anaitwa arbab. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, yauma tuqallabu wujuhahum, siku ambayo zitageuzwa nyuso zao, finari, katika moto. Yaquluna ya laitana, watasema laiti yetu sisi, majuto yetu kwetu sisi. Ata'ana Allah, lau tungemtii Allah. Wa ata'ana ar-rasul, na tukamtii mtume. Waqalu, watasema rabbana, mola wetu we, inna, hakika sisi, ata'na, tumetii sisi, saadatana wa kaburaana fa adalluna sabila, wametupoteza katika njia. Ata'na saadatana wa kaburaana fa adalluna sabila, wakatupoteza katika njia ya haki. Saadatana wa kaburaana, anasema Sheikh, rabbana atihim, basi tunakuomba mola wetu, rabbana, tunakuomba mola wetu, atihim, wape wao, dhifaini min al-adhabi, wape adhabu mara mbili hao. Tunakuomba Allah utupe adhabu mara mbili. Wal'anahum, na walani wao, la'nan kabira, laana iliyokuwa kubwa sana. Waqala Ibn Kathir, anasema Ibn Kathir, saadatana ai ruusana, maana yake ni viongozi, ni maraisi, tumwatii rais sisi. Wakaburaana ai, anasema shuyukhana, mashekhe zetu. Yani watu ilikuwa akikuwa fatwa na shekhe wao, hata kama inakwenda kinyume na haki, haendi kinyume, inakwenda kinyume na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wao wanatii. Basi shekhe anasema hawa wamemfanya Mungu arbabu, mwabudu. Kwa watukufu wa Kiislamu, tuangalieni sana, shirki ni jambo baya sana katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kushirikishwa Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake ni mtihani mkubwa sana. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuha al-ikhwa, usikum wa nafsi awala bitaqwallahi wa ta'atihi. Enyi ndugu zangu katika imani, na kuhusieni katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala
kama ambavyo nastahili mwanzo kuhusia nafsi yangu katika jambo hilo, hasa katika jambo la kujiepusha na shirki katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hiyo kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake, huo inakuwa ni mtihani mkubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anwa'ul ibada, na aina za ibada allati amara Allahu biha, ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha ibada hizo ziwe kwa ajili yake ni dua. Dua yake mtu iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, maombi yake apeleke kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawakkulu, na kutegemea, mtu atakiwa ategemee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khawfu, na kuogopa, hofu yake mtu itakiwa iwe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal isti'adha, na kutaka ulinzi, mtu atakiwa atake ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal isti'ana, na kutaka msaada, mtu atakiwa atake msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal istighatha, na kutaka nusra, mtu atake nusra kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhabihu, na kuchinja, mtu achinje kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wan nadhru, na vile vile kuweka nadhiri, basi mtu atakiwa aweke nadhiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Sheikh, faman sarafa minha shay'an lighairi llahi fahuwa mushrikun, basi yoyote yule ambaye atakiondoa kimoja tu katika ambavyo tumevitaja hapa na tusipovitaja akafanya si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi fahuwa mushrikun, yeye moja kwa moja anahesabiwa amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa watukufu wa Kiislamu, turudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Shirki ni dhambi kubwa sana. Kwa yule ambaye kateleza katika dhambi hii, tumuombeeni Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani atusamehe, kwa sababu inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, Allah duniani asamehe dhambi zote. Lakini mtu akifa na shirki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, huko hakuna msamaha. Kwa hiyo turudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, na hofia umati wangu na shirki ndogo. Na hofia umati wangu na shirki ndogo. Shirki ndogo ni kufanya matendo kwa ajili ya kujionesha, ni kufanya matendo kwa ajili ya ria, kwa ajili uonekane tu kwa unafanya kitu fulani. Hii Mtume kahofia sana. Na vile vile kuyakinisha asbabu pia ni shirki ndogo. Kuyakinisha asbabu, pengine mtu anaumwa akasema mimi kama sijala dawa siwezi kupona, akawa na yakini hiyo. Ikiwa mtu anaumwa akawa na yakini kama hajala dawa ndio haponi, basi mtu huyo inakuwa kamshirikisha Allah subhanahu, shirki ndogo kafanya. Lakini yule ambaye anaumwa hafanyi dawa, yeye hajitibu, basi huyo anahesabiwa ni jahili, ni mjinga. Lakini yule ambaye anaumwa akasema mimi siwezi kupoa mpaka mjitibu, mpaka nipate dawa, basi huyo anafanya shirki. Kwa hiyo mtu akwa na yakini hiyo anakuwa kafanya shirki. Au mtu pahali kapata muhma, kapata mshtuko, baada ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala akataja mtume au akataja mama au akataja kitu kingine chote kile, bado huyo anahesabiwa kafanya shirki. Kwa hiyo watukufu wa Kiislamu, tunaona kama mambo madogo tu, lakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mambo mazito. Kwa hiyo watukufu wa Kiislamu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema albiru la yabla, wema hauozi hata kama ni mdogo vipi. Wa dhambu la yunsa, na dhambi haisahauliwi hata kama ni ndogo vipi. Wa dayanu la yamut, na mlipaja madhambi hafi yuko milele. Kwa hiyo i'malu ma shi'ta kama tadinu tudanu, fanya vile ambavyo utafanya, vile ambavyo utafanya ndivyo ambavyo utakavyolipwa. Na Mtume anasema kullu binadamu khata'un, kila mwanadamu ana sifa ya kukosea, lakini wa khairal khata'in tawabin, lakini mbora wao ni yule ambaye kajua kama kakosea na akarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah anasema wala taziru waziratun wizra ukhra, siku ya kiyama kila mtu atabeba mzigo wake, hata ubeba mtu mzigo wa mwenzake. Wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula, na Allah anasema sisi si wenye kuadhibu waja kwanza mpaka tuwafikishie ujumbe. Kwa hiyo mtu ujumbe ukamfikia akaudharau, ukapitia huku katokezea huku, mtu huyo ndiye ambaye anastahili kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمركم عن الثلاثة وينهاكم عن الثلاثة، يأمر بالعدل
birri wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azimal jalila yadhkurukum washkuruhu ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah.